Mathayo mtakatifu mlango wa 5. Amen. Nataka kusoma mdomo mstari mdogo pale wa 8, mstari wa 8. Siku ya leo nimekuwa nikiuliza Bwana niseme nini na watoto wako, na Bwana akawa ananifundisha kusema kuhusu moyo wa mwanadamu. Haleluya. Tumaini umefika mahali pale. Siku ya leo nataka kuzungumza kuhusu moyo. Maana moyo wa mwanadamu ndio Mungu anayetaka. Moyo wa mwanadamu ndio Mungu anayetumia. Moyo wa mwanadamu ndio utakaorithi ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Mwanadamu ameumbwa kwa sehemu 3. Sehemu ya kwanza ikiwa ni huyo mwili ambao tunatumia kutembea, tunautumia kufanya kazi, na tunautumia kwa mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Na mwili wa 3 ni akili ya mwanadamu ambao inatumiwa sana na Mungu, ambao inabeba mahusia ya Mungu. Na pia akili ya mwanadamu pia ndio shetani huwa anapenda kutumia. The same na mwili wa mwanadamu pia. Bwana Yesu asifiwe. Na nitakuwa naongea na moyo ambao kuhusu moyo ambao Mungu aliumba, ndiko kuliko na chemichemi za uzima, ama ndio moyo ambao unambeba Mungu. Ni moyo ambao Mungu anatumia, na ndio moyo utakao na uzima wa milele. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo asubuhi ya leo nataka tusome katika kitabu. Nashukuru Mungu maana yuko mahali hapa, na nashukuru pia kwa uwepo wa Roho Mtakatifu, na nashukuru maana Yesu pia yuko mahali hapa. Basi nataka kusoma katika hiyo kitabu cha Mathayo mtakatifu mlango wa 5 na mstari wake mdogo wa 8. Biblia inasema hivi: Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akiongea na wanafunzi, unapoangalia mahali pale juu, kuna mambo mengi ambayo Yesu alifundisha. Asema ya kwamba heri wenye njaa na kiu ya haki, maana watasibishwa. Haleluya. Amen. Kwa hivyo mtu akiwa na njaa na kiu ya haki atasifishwa na Mungu. Bwana asifiwe. Na akaongea mambo mengi, akasema heri wapatanishaji, maana watamuona Mungu. Bwana asifiwe. Heri wapatanishaji, maana wataitwa wana wa Mungu. Amen. Lakini mstari mdogo wa 8, amen, anasema ya kwamba heri wenye mioyo misafi. Amen. Haleluya. Amen. Mungu akaweka utofauti na heri zile zingine zote. Amen. Akasema heri wenye mioyo safi. Amen. Maana hao watamuona Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana ya kwamba kuna heri nyingi ambazo zinaweza kusaidia mwanadamu, lakini hapa Yesu akaweka utofauti. Akasema ya kwamba heri wenye mioyo safi, maana hao ndio watakao muona Mungu. Wangapi wanataka kumuona Mungu? Amen. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Heri wenye mioyo safi, maana hao watamuona Mungu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Nikawa nafundisha kuhusu katika kitabu cha Methali, na ninataka tuende mahali pale, maana ndipo pana ujumbe wa siku ya leo. Maana moyo wa mwanadamu, Mungu anapotazama katika kitabu cha Isaya, anasema ya kwamba ni mahali wapi mwanadamu atakapo nitengenezea ili nikawe
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Lakini asubuhi ya leo katika nyumba ya Mungu atazame vitu vingi. Anatafuta moyo ulio msafi. Bwana asifiwe. Haleluya. Asubuhi tumefundishwa ama mnenaji wa asubuhi alikuwa anauliza, ni nani aliye tayari? Bwana Yesu asifiwe. Ni nani aliye tayari Bwana akamtume? Ni nani aliye tayari Bwana akatembee na yeye? Ni nani aliye tayari akatumiwe na Mungu? Lakini asubuhi ya leo Mungu anatafuta mtu aliye na moyo msafi. Haleluya. Hebu geukia mwenzako mwambie kuwa na moyo safi. Basi angalia katika kitabu cha Methali mlango wake wa 4 na mstari wake wa 23. Biblia inasema hivi: linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko sitokako chemichemi za uzima. Haleluya. Tunapoanza mstari wa 20 anasema hivi: mwanangu, sikiliza maneno yangu, teka sikio lako usikie kauli zangu, zisiondoke machoni pako, zihifadhi ndani ya moyo wako, maana ndiko uhai, maana ni uhai wa wale wazipatao, na afya ya mwili wao wote. Mstari wa 23 anasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko sitokako chemichemi za uzima. Amen. Haleluya. Amen. Asubuhi leo Mungu anaponena nasi anasema ya kwamba mwanangu, sikiliza maneno yangu. Kama sikiliza sheria zangu. Kama sikiliza mausia yangu. Anasema ya kwamba linda moyo wako, haleluya, kuliko vitu vyote uvilindavyo. Nikawa naongea katika ushirika wa Tuesday, na leo hii Bwana akaniambia ya kwamba nijie katika ule ujumbe tena. Bwana Yesu apewe sifa. Mwanadamu anaweza kalinda vitu nyingi. Mwanadamu anaweza kalinda mali yake. Lakini asubuhi ya leo Biblia inasema ya kwamba Suleimani akaongea na wana wa Mungu, akawaambia ya kwamba linda moyo wako kuliko vitu vyote vilindavyo chini ya jua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akatazama na kuona ya kwamba mwanadamu anaweza kawa na vitu nyingi, na mwanadamu anaweza kalinda vitu nyingi, lakini akasema ya kwamba mwanadamu, linda moyo wako, maana moyo wako ndiko kutokapo chemichemi za uzima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikawa naongea na watoto wa Mungu na kuambia ya kwamba katika nchi yetu ya Kenya, kama kunazo vitu zinalindwa inaitwa fedha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kile kitu cha dhamana chini ya jua kinakaa katika ulinzi mkali sana. Kitu kinachotamanika na mwanadamu chini ya jua kama kitu kinaitwa dhahabu kinawekwa chini ya ulinzi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata rais wetu katika nchini wa dhamana. Wanasifiwa. Amina. One time nilikuwa ninapitia katika nchi ya nikiingia katika nchi ya pale katika state ya Jackson. Na kwa maana rais ni mtu wa dhamana katika nchi. Alikuwa anakuja kupitia mahali pale. Hivyo ilibidi magari yote iwekwe kando. Na barabara yote ilikuwa imejaa ulinzi wa hali ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Lakini Mungu anapotazama vitu vyote chini ya jua, akaambia mtumishi wake Suleimani, vitu vyote ni vanity. Vitu vyote ni bure. Haleluya. Vitu vyote unaweza ukalinda ni vanity. Lakini akasema linda moyo wako kuliko vyote ulinda. Bwana Yesu asifiwe. Naomba unisalimie kwa mkono wako. Haleluya. Naomba unisalimie tu.
Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Linda moyo wako kuliko vitu vyote uvilinda. Amen. Maana huko ndiko Mungu anaweka hazina yake. Amina. Maana huko ndiko Mungu anakaa. Amina. Maana huko ndiko makao ya Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Linda moyo wako kijana. Yes. Linda mama. Yes, Lord. Linda moyo wako mzee. Yes. Maana huko ndiko kwenye chemchemi za uzima wa milele wetu sisi wenyewe. Amen. Na alipomaliza kuumba mwanadamu na mchanga, amen, akarudi akapulizia uhai wake ndani. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Akapulizia uhai wake katika moyo wa mwanadamu. Amen. So ndivyo maana Mungu anasema linda moyo wako kuliko vyote uvilinda. Amen. Maana huko ndiko kuliko na hazina ya Mungu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wazazi wana tabia ya kulinda watoto. Yes. Wazee wana tabia ya kulinda wake zao. Yes. Maana hii ni kanuni ya Biblia. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Lakini asubuhi ya leo Biblia inasema kwamba linda moyo wako. Yes. Kila mtu alinde moyo wake. Amina. Mama hata linda moyo wa mtoto. Yes. Baba hata linda moyo wa mtoto. Yes. Wala mtoto hata linda moyo wa mama. Yes. Bali kila mtu alinde moyo wake. Amina. Haleluya. Amen. Wakati unalinda moyo wako, ndani ya moyo wako shetani anaweka makao. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Tusilie kama anatuambia kwamba katika kitabu cha Yeremia, kwamba moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu mno. Yes. Haleluya. Amen. Huyu moyo wa mwanadamu shetani anaweza kaweka makao. Nataka kama unasikia usingizi unaweza kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Katika nyumba ya Mungu tuko huru. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa nyumba ya Mungu kuna huru. Unaweza ukasimama. Amen. Na utakuwa okay. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Linda moyo wako kuliko vitu vyote unavyovilinda. Amina. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tuangalie katika kitabu cha Zaburi. Amen. Ule mlango wa 24. Bwana udhamani wa moyo. Amen. Zaburi mlango wa 24 na mstari wake mdogo wa 3 na wa 4. Moyo wa mwanadamu ni wa dhamana. Moyo wako ni wa dhamana sana mbele za Mungu. Haleluya. Biblia inasema hivi, mstari wa 3 anasema hivi: ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Mstari wa 3b inasema hivi: ni nani atakayesimama katika matakatifu pake? Mstari wa 4: mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe. Haleluya. Amina. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Amen. Ni nani atakayesimama katika mahali patakatifu pa Bwana? Ni nani atakayeingia mbinguni? Ni nani atakayetembea katika miji ya dhahabu? Amen. Bwana asifiwe. Amen. Anasema ni mtu aliye na mikono misafi. Amen. Ni mtu aliye na moyo mweupe. Amen. Mtu ambaye amelinda moyo wake. Amen. Kutokana na vyote vinaweza vikawaribu. Amen. Kutokana na vyote vinaweza zikamuondoa katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni nani asubuhi ya leo aliye tayari kusimama katika mlima wa Bwana? Amen. Kama unyonyeshe na mkono wako. Wangapi walio tayari kusimama katika mlima wa Bwana? Amen. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kama uko na tamani kusimama katika mlima wa Bwana, chunguza moyo wako asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema ni nani? Ni nani atakayesimama mbele za Bwana? Yes. Ni nani atakayetembea katika mitaa ya Bwana? Yes. Ni nani atakayeingia mbinguni? Yes. Ni nani atakayeingia katika ikulu ya mbinguni? Yes. Ni mtu aliye na moyo msafi. Yes, Lord. Ni mtu aliye na moyo mweupe. Yes, Lord. Mtu ambaye
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tukaangalie moyo ambaye haujalindwa unatoka vitu vya namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia katika kitabu cha Marko. Marko mlango wa 7. Inafaa sana mwanadamu kulinda moyo wake kuliko vitu vyote anavyovilinda chini. Marko mlango wa 7. Yesu akaongea na wanafunzi hapa akawaambia mlinde moyo wenu. Haleluya. Amen. Maana usipolinda moyo utaingia virus. Usipoingia moyo utateswa na adui. Kwa hivyo mstari wake wa 21 Biblia inasema hivi. Sitaanzia huko juu lakini unaweza ukaanzia juu, lakini kwa dakika hii wacha tusome kuanzia mstari wa 21. Anasema kwa maana ndani ya mioyo ya watu utoka mawazo mabaya. Nataka usikie kama haujalinda moyo wako, yale mambo yanaweza kutoka katika moyo wako. Ni vizuri kulinda moyo, ni vizuri kuchunguza moyo na kuulinda. Biblia inasema ya kwamba kwa maana ndani ya mioyo ya watu utoka mawazo mabaya. Ushirati unatoka katika mawazo, unatoka katika moyo ambao haujalindwa. Huu ni moyo ambao hauna mlinzi. Moyo ambao hauna mlinzi, ndani yake kunatoka wivi. Moyo ambao hauna mlinzi, ndani yake kunatoka uaji. Ndani ya moyo ambao hujalindwa, huyu moyo utoka uzinzi. Kumbe uzinzi hauangi katika nyama, unakuanga katika moyo. Huyu moyo ambao hujalindwa, ndani yake kunatoka tamaa mbaya, ukorofi, ila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Haleluya. Sana nasemanga upumbavu ni kusaliwa nao. Kumbe unatokanga katika moyo. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wake wa 23 anasema haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo umtia mtu unajisi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Linda moyo wako usiingie mambo mabaya. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Moyo ambao hujalindwa, ndani ya huyo moyo kunatoka uzinzi. Amen. Kumbe wakati watu wanazini ni kitu ambao kimejaa katika moyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kumbe moyo ambao haujajaa Mungu unajaa usherati. Nyakati hizi tumeshuhudia na tumeona watu wakisema Bwana Yesu asifiwe na kusema Bwana Yesu atukuzwe, lakini unakuta ndani ya ule mtu kunatoka uzinzi, kunatoka usherati, kunatoka vitina. Ndani ya moyo ambao hujalindwa kunatoka ukorofi. Ndani ya moyo ambao hujalindwa kunatoka masengenyo. Ndani ya moyo ambao hujalindwa kunatoka vitina. Ndani ya moyo hujalindwa kunatoka ushuzi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na haya mambo yote ni virus ya kuua pia kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Haya mambo yote ambao yanatoka katika moyo ambao haujalindwa ni virus ya kuua kanisa. Ni virus ya kuua wandugu. Ni virus ya kuua wadada. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kama kulindwa na ugonjwa ambao ni wa ukimwi, kama kulindwa na kansa na inaua watu, hivi ndivyo moyo ambao hujalindwa unadidimisha na kumaliza kazi ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba moyo wa mwanadamu ndiko kunatoka chemichemi ya uzima. Ndani ya moyo wa mwanadamu ndiko kunatoka mema. Ndani ya moyo wa mwanadamu ndiko Mungu anapokaa. Lakini kama hujalinda moyo wako utakaliwa na adui. Bwana Yesu apewe sifa.
Haleluya. Amen. Wangapi wanapenda kulinda mioyo? Haleluya. Moyo ambao haulindwi hautakaribia katika kiti cha enzi. Moyo ambao haulindwi hautatembea katika mitaa ya dhahabu. Moyo ambao haulindwi hauwezi ukawa tayari kutumwa na Mungu. Asubuhi ya leo mnenaji wa asubuhi anauliza, nani aliyo tayari kutumwa? Na kama uko tayari kutembea na Mungu, lazima uamue kulinda moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ni vizuri kanisa tuamue kulinda mioyo yetu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Bwana Yesu apewe utukufu. Amina. Moyo usiolindwa unakuwa na kiburi. Yes. Ni ndani ya moyo mwanadamu. Yes. Shetani anaweka kiburi. Yes. Kiasi kwamba hata unaposikia neno la Mungu, yes, hauko tayari kuvunjika. Yes. Biblia inasema heri mtu aliye na moyo ulio tayari kuvunjika, yes, kwa ajili ya neno la Mungu. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Heri mtu aliye na moyo ulio tayari kunyenyekea kwa sababu ya neno la Mungu. Yes. Kanisa lazima tumsuke, tumwambie Bwana, tunatamani kuwa na mioyo meupe. Yes, Lord. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Hata tukiwa na watumishi 100, yes, hata tukiwa na watumishi 1000, yes, na wajaamua kutunza mioyo yao, yes, nataka kukwambia yote ya kwamba yote ni vanity. Haleluya. Hata tukitembeza vipofu, hata tukiwapa vipofu macho, hata tukiwapa viwete miguu, hata tukiimba mbingu ishuke, kama hatujalinda mioyo yetu, yote ni vanity. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Mungu anatamani mtu aliye na moyo ambao umelindwa, moyo mweupe. Yesu akasema, heri wenye mioyo safi, maana hao ndio watamuona Mungu. Amen. Heri vijana wenye mioyo safi, maana ndani ya mioyo yao hakujai tamaa za mwili. Heri wazee walio na moyo mpya, maana ndani yao hakujai tamaa za mwili. Heri wamama walio na moyo mpya, maana ndani ya mioyo yao hakujai tamaa za dunia. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Juzi nikawa nasoma kitabu kingine, kilikuwa kinafundisha jinsi ya kukua kwa kanisa. Amen. Na ikawa inasema ya kwamba kanisa ni chombo ambacho kina uhai na kinakuwa. Yes. Bwana asifiwe. Kama vile mtoto alivyo na uhai, yes, kama vile mtu aliye na uhai alivyo na uhai anakuwa, yes, hivyo ndivyo kanisa inavyostahili kuwa. Yes. Bwana asifiwe. Amina. Lakini nikawa ninafuatilia, yes, akawa anasema ya kwamba kuna mambo ambayo haiwezi karuhusu kanisa ikue. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama kanisa ambao haina upendo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kanisa isiyo na upendo, yes, no matter itafunga na kuomba, yes, no matter itafanya namna gani, yes, haiwezi kukua. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Akawa anasema ya kwamba mahali watu hawana upendo, yes, na upendo unakaa ndani ya moyo wa mwanadamu, yes, mahali kanisa iko na upendo, inatia na moyo. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mioyo ya watu ikiwa imelindwa, yes, utakuta kanisa imejaa upendo. Wamama wanajaa upendo, wamama wanaombeana mazuri, wazee wanaombeana mazuri, vijana wanaombeana mazuri, maana mioyo yao imelindwa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wamama tukijaa, yes, moyo mpya, yes, hatutasengenyana kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama kuna kitu kinaweza kikafanya mama, yes, hata kama neema iko juu yako ni nyingi namna gani, yes, usiende bali ni masengenyo. Yes. Bwana asifiwe. Amina. Moyo usiojaa Roho wa Mungu, yes, moyo usiolindwa, yes, utaukuta kama masengenyo. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina.
Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Heri wenye mioyo safi. Haleluya. Sijui kama katika nyumba yetu kuna watu wenye mioyo safi. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Haleluya. Amen. Mahali utakuta mama hata kama ni mtumishi kama mimi na anasengenya, elewa ya kwamba moyo wake hajaulinda. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mahali utakuta mzee ambaye anaweza akaongea kila neno katika kinywa chake, moyo wake hajaulinda. Ndio. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hebu tuangalie mahali tulikuwa tunasoma katika kitabu cha Proverbs chapter 4. Nataka tuangalie ule mstari wa 24. Kuna kitu inaongea mahali pale, jinsi ya kulinda moyo. Amen. Mstari wa 24 anasema hivi: kinywa cha ukaidi ukitenge nawe, na midomo ya upotovu uiweke mbali na wewe. Amen. Haleluya. Amen. Kumbe kinywa cha mwanadamu, kinywa cha mtu ni kioo cha moyo wake. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Ukitaka kujua mtu mwema, sikiliza maneno ya kinywa chake. Ukitaka kujua mtu aliye na moyo safi, sikiliza maneno ya kinywa chake. Haleluya. Amen. Hapa Suleimani anasema, linda moyo wako kuliko vitu vyote uvilindavyo. Amen. Na kinywa cha ukaidi ukajitenge nacho. Amen. Na midomo mipotevu ukajitenge nayo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Anasema kinywa cha ukaidi, kinywa cha mwanadamu uyanena yanayojaza moyo wake. Yes. Kinywa cha mtu utamka mambo yanayojaa katika moyo wake. Yes. Kwa hiyo ndani ya moyo ambao hujalindwa kutakuwa na kinywa cha ukaidi. Yes. Bwana asifiwe. Amina. Ndani ya moyo hujalindwa kutakuwa na mdomo upotovu. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ndani ya moyo hujalindwa kutatoka masengenyo, na lazima tutasengenya. Ndio. Bwana Yesu atusaidie. Kama moyo wangu siowekea ulinzi, sitakosa kukuambia mambo ya David. Nikwambia na siku hizi David tangu apate kazi, anaonekana anajiinua. Umeona akijiinua nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen.